Amen. Dunia tulio nayo, wapendwa wa Mungu, kwa kweli ukitoa neema ya Mungu au ukitoa kumtegemea Mungu, hali ni ngumu sana. Hali ni ngumu sana. Kuna maswali ambayo hayatakuwa na majibu kamwe. Kuna mambo ambayo ni kama giza kabisa, lakini tuna matumaini, maana tunaye Mungu anayeweza. Hilo tu kwa kweli linatutia matumaini, kwa sababu mambo ni mengi. Tunaendelea na somo letu kuongozwa na Roho. Tulijifunza tukaishia mahali, tutaendelea nalo, maana ni somo ambalo lina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu. Kama tulivyoona pale tulipoanzia, Biblia ilisema au inasema hapo pale kwa Warumi ile 8:14 kwamba kwa maana wale tu wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Na tuliona, sitaki nikae huko sana ili tuende hatua mpya, maana nikirudia kila kitu ina maana tutarudi hapo hapo, muda utaisha. Lakini nilisema ni mstari mdogo sana, hauna maneno mengi, lakini ni wa thamani kubwa na una umuhimu mkubwa sana kwenye maisha yetu tuliookoka. Sababu tunachojua Mungu akisema amesema tu, haitabadilika, kwamba wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Haitakaa itokee mtu aongozwe na roho nyingine awe mwana wa Mungu. Inabaki tu kwamba ni wale tu wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio watakuwa wana wa Mungu. Mungu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nikasema kipindi cha wana wa Israeli ilikuwa ni rahisi kujua kama Mungu amewaacha, kwa sababu kulikuwa na ishara zilizoonekana kwa macho ya damu na nyama, kwamba mchana walikuwa na wingu linakwenda mbele yao, kwa hiyo wanajua hapa tunatembea na Mungu. Ikifika usiku kulikuwa na nguzo ya moto iliyokuwa inatangulia mbele yao, kwa hiyo ilikuwa rahisi kujua wanatembea na Mungu, tofauti na wakati wetu huu wa sasa, kwa sababu mtu anaweza akafikiri anatembea au anaongozwa na Roho wa Mungu kwa hisia au kwa kiakili, lakini kumbe si kweli. Kwa hiyo tofauti ya Agano Jipya na Agano la Kale, hatumuoni Roho Mtakatifu kwa macho ya damu na nyama, lakini tunamuona kwa zile kazi zake zinazofanyika kwenye maisha yetu. Pale ndipo tunapotambua kwa kweli nina Roho wa Mungu au ninatembea na Roho wa Mungu. Kwa hiyo wale waliona kwa macho ya damu na nyama. Ndio maana yafaa sana tukae rohoni ili tutambue kama tunatembea naye au hatutembei naye. Mungu atusaidie. Amen. Lakini ndugu zangu, huo mstari ni wa msingi mno kwenye maisha yetu. Maana nimeshasema, yani kama neno linavyosema, Biblia inasema mambo yote yatapita lakini neno halipiti. Maana yake hakuna linalotanguka. Wale tu wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tuliona Zaburi ile ya 32 mstari wa 8, tuliona kwamba neno la Mungu linasema anatufundisha na kutushauri njia tutakayoiendea. Nikasema Roho Mtakatifu alitoka kwa Mungu, hiyo tunajua, maana Yesu alisema naenda kwa Baba, nitamtuma, atawaletea, nitamuomba awaletee msaidizi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alitoka kwa Mungu, kwa hiyo anajua njia. Nikasema kwa nini ni muhimu kuongozwa na Roho Mtakatifu? Maana yake kama anatuongoza, basi anatufundisha na kutushauri njia. Kwa maana hiyo hakuna atakayepotea kama tukikubali kufundishwa na Roho Mtakatifu na kuelekezwa njia, kwa sababu anaijua njia sahihi, anajua kanuni sahihi, kwamba mtu akizifuata basi atatembea na Mungu na mwisho atafikia kile ambacho kimekusudiwa, ambacho ni uzima wa milele. Lakini tulisoma pia Isaya 48:17 kwamba
anatufundisha kupata faida. Tunapoongozwa na Roho Mtakatifu anatufundisha kupata faida. Nikasema, nilitoa hata mfano wangu mwenyewe na hata unao mifano mingi kwamba tumefanya mambo mengi kwa akili zetu, yametufanya kuwa na hasara kubwa. Lakini kumbe tungeshikamana au tukashirikiana na Roho Mtakatifu, anasema anatufundisha kupata faida. Kwa hiyo upande wa Roho Mtakatifu hakuna hasara, kuna faida tu. Ndio maana ni muhimu tukubali kuongozwa na yeye. Lakini tuliangalia Mithali 3:5 mpaka 8. Roho Mtakatifu anatunyima kutegemea akili zetu. Nikasema hivi, akili zetu pasipo Roho Mtakatifu si kitu, hasa kwa mambo ya kimungu. Sio kitu. Lakini akili zetu zikitumiwa na Roho Mtakatifu zinatupelekea kufanya yale ambayo ndio makusudi ya Mungu. Tuliona wapo watu wamejaliwa akili na Mungu, wamesoma, wana nini, lakini kwa sababu akili zao hazitumiwi na Roho Mtakatifu, basi nilitoa mfano, unaweza ukakuta mtu ni daktari, amesoma, anajua madhara ya sigara na nini, lakini kwa sababu hana Roho Mtakatifu anavuta, anatumia vitu kama vile. Lakini tuliona pia Warumi 8:26-27 jinsi ambavyo pale anasema kwanza anatusaidia katika udhaifu wetu. Roho Mtakatifu, sisi ni wanadamu, tuna madhaifu mengi na mapungufu mengi, na Mungu anayajua, na aliona kwamba ili tu mwanadamu aweze kusaidika atoke katika madhaifu, anamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anatusaidia katika madhaifu tulionayo. Lakini la pili, katika hiyo mistari anatuombea kama Mungu anavyopenda. Najua naweza mimi kwenda kuomba lakini nisiombe kama Mungu anavyopenda. Lakini nikiwa na Roho Mtakatifu ananiongoza kuomba kama Mungu anavyotaka au anavyopenda. Na yale maombi moja kwa moja yanakuwa na uhakika kwa sababu anaomba ndani yangu kama Mungu anavyopenda. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo ziko faida nyingi sana kuongozwa na Roho Mtakatifu, na hasara ni nyingi sana tunapoacha kuongozwa na Roho Mtakatifu, na ndicho kitu ambacho kinaleta athari kubwa katika kanisa la Agano Jipya, kwa sababu watu wamekuwa sana watu wa akilini. Roho Mtakatifu hapewi nafasi, aidha labda kwa kutotambua thamani yake au umuhimu wake katika maisha yetu, au basi tu kwa kupuuzia. Lakini ukweli, ndugu zangu, ninahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa 100%, na wewe unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa 100% ili uweze kufanikiwa au ili uweze kuishi maisha ambayo Mungu anayataka tuyaishi. Lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu. Kinyume na hapo, yani tutakuwa kwenye dini tu kama nyingine, sababu anayeleta uhai ndani yetu, uhai wa kanisa huko ndani ya Roho Mtakatifu yetu. Kwa tukimkosa ni dini tu kama nyingine, ni kwamba itaitwa Pentecoste. Kwa hiyo ndugu zangu, maneno haya ni ya msingi sana. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwenye maisha yetu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo anatuombea kama Mungu anavyotaka. Tunapoongozwa na Roho Mtakatifu tutafanikiwa kiroho na kimwili. Maana mtu anaweza akafanikiwa kimwili lakini asifanikiwe kiroho. Ila tukiongozwa na Roho Mtakatifu tunafanikiwa kimwili na kiroho. Bwana asifiwe sana. Hebu tufungue Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 6. Samueli wa kwanza
mlango wa 10 mstari wa 6. Naomba tusaidiane. Anayepata anasoma mstari huo mmoja tu. Amina. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Amina. Huo mstari tu mmoja, Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 6 anasema, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anachokuja kufanya kwenye maisha yetu ni kutugeuza kutoka katika hali tulio nayo na kutupeleka katika hali ambayo ni ya kumfaa Mungu. Kwa hiyo anabadili maisha yetu ya zamani. Anachofanya ndani yetu kila siku ni kubomoa, ni kuharibu yale ambayo si mapenzi wala makusudi ya Mungu ndani yetu. Kwa hiyo anatufanya kuwa watu wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tofauti yetu baada ya kuokoka na watu wengine ni kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Tunaweza kufanya kama Mungu anavyotaka kwa sababu yupo anayetupa ile nguvu, sio sisi. Anasema utageuzwa, alafu utakuwa mtu mwingine. Sio kwamba anageuzwa sura. Sura ni ile ile, maana anayezungumziwa hapa ni Sauli. Baada ya kupakwa mafuta sasa na Samueli kuwa mfalme, anaambiwa baada ya yale mafuta anapokea nguvu ya kumfanya kuwa mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo yupo katika kila siku anatutengeneza, maana bado hatujafaa eti tunatengenezwa kila siku yetu. Tunatoka sehemu kwenda sehemu, utukufu kwenda kila siku. Kwa hiyo sasa ona jinsi ambavyo itakuwa ni hasara kama sinaye, kwa sababu sina mtu anayeshughulika kuyatengeneza maisha yangu ya mfai Mungu hata kuwepo. Kwa hiyo Sauli anaambiwa Roho wa Bwana atakujilia juu yako, na wewe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Maana yake utageuzwa, utafanana na Mungu, utatenda yale ambayo Mungu anayataka uyatende, lakini si kwa nguvu nyingine, ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna mambo ambayo ndugu zangu kwenye maisha yetu kweli tutataka kuyafanya tu. Unajua kiukweli baada ya kuokoka hakuna mtu anayependa kuishi maisha ya dhambi, si ndio? Hakuna mtu anayetaka kuishi maisha ya kumkosea Mungu, kwa sababu anajua kwamba hii ni hasara yangu. Na Mungu alijua hivyo kwamba kwa nguvu zetu hatutaweza. Kwa sababu kama Mungu alijua tungeweza, Roho Mtakatifu angeletwa wa nini? Asingekuja. Lakini amekuja kwa sababu Mungu anajua kabisa ya kwamba mimi kama mimi pasipo Roho Mtakatifu sitaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anaambiwa Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, na wewe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo Roho wa Bwana anapotukalia kwa nguvu, yani anaingilia mfumo wetu wa kawaida yetu, unabadilishwa, tunafanywa watu wengine. Ndio maana unaweza ukatukanwa na zamani ulikuwa unayajua, lakini usirudishe kwa sababu umefanywa kuwa mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anatugeuza, tunakuwa watu wengine, na ndivyo tulivyo kweli, na ndivyo tutakapoendelea kuwa tukishikamana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mtu anayeweza, hakuna mtu atakayeweza mwenyewe yaani kutembea, kuishi maisha ya utakatifu, ufanye kama Mungu anavyotaka pasipo Roho Mtakatifu. Hiyo ni hakuna. Na ndugu zangu, kuna vitu ambavyo kiukweli lazima tuvikubali au tuviangalie, kwa sababu
kanisa la Agano Jipya mahali ambapo limefika ni kanisa linalotaka kujiongoza kwa akili na sio kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana kushindwa kunakuwa kwingi. Kunakuwa kwingi. Maisha ya kiroho yanakandamizwa mno. Yanakandamizwa sana. Lakini yani kazi yetu sisi tungejua ni kumpa tu Roho Mtakatifu nafasi. Kwa sababu sio mimi, sio sisi tunafanya, lakini tukimpa nafasi yeye anafanya ndani yetu. Yale yasiyowezekana yanawezekana kwa sababu yeye anafanya ndani yetu. Tujue kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Kabisa. Unajua, yani sielewi sana, lakini watu wengine yani wanavyosikia Roho Mtakatifu, sijui unaelewaje, lakini ukisikia Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu kamili. Kwa hiyo anaweza kufanya kila kitu ndani yetu tukimkubali na kumpa tu nafasi. Amen. Anaweza, maana ni Mungu. Kwa hiyo unajua kweli kama ni Mungu kumheshimu mwanadamu, najua mpaka Mungu aamue kuja kuishi ndani ya mtu, jamani, ni heshima ambayo naweza kusema si stahili. Si stahili kabisa. Mungu na heshima yake na ukuu wake na uweza wake na uungu wake, yani kama alivyo Mungu, alafu waamue kuja kuishi ndani ya mtu, sio heshima ndogo, ni heshima kubwa mno. Lakini wakati mwingine tunasahau, sio heshima ndogo kabisa. Kwa hiyo mtu, yani ningeona na ufunuliwe labda kama kidogo jinsi ambavyo Mungu amekuthamini na kukupa heshima kubwa, kila mtu angekuwa na tahadhari kubwa ya kutembea na Roho Mtakatifu ili tusimhuzunishe akaondoka. Kumbe nijue nikimhuzunisha, nikimkorofisha akaondoka, basi maisha yangu yaliyobaki ni hasara. Maana si Mungu ameshasema wale tu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu. Kwa sasa nikimhuzunisha, maana Biblia inasema tusimhuzunishe wala tusimfanyie jeuri. Najua nikisema jeuri unaweza ukasema siwezi kumfanyia jeuri, lakini tukienda polepole unaweza ukaona tu anaitwa ni mshauri. Sasa tunamfanyia wapi jeuri? Ni pale anapokushauri kitu cha kimungu na ndicho sahihi, lakini akili yako inakata. Haleluya. Sio sahihi kile kitu. Kwa hiyo anaanza kuugua mwenyewe. Ndizo faida tu za kuwa na Roho. Uhitaji kikao kweli. Mtu mwenye Roho Mtakatifu akimkosea Mungu hahitaji kikao. Maana pale anajua aidha ni neno umesema au ni kitu kuna huzuni inaanza, maana anaugua ndani yetu. Maana yake anataka urekebishe ili uendelee tu kutembea naye. Lakini sasa saa nyingine ufahamu au mazoea tu. Lakini leo nataka nikwambie Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Kwa sababu ukiwa naye kaa kwa tahadhari kubwa, maana akihuzunishwa anaondokaga. Anakaa pembeni, akikushauri alazimishi. Maana mambo ya Mungu ni ya hiari tu. Ukubali kutembea na Mungu au ukatae, tusubiri hukumu. Lakini kiukweli ni kwamba kama tukifanikiwa tukarudi tukaanza kutembea na Roho Mtakatifu, kuna vitu kwenye maisha yako usingeviona tena. Kuna vitu usingeviona tena. Kwa sababu anasema tutapokea hiyo nguvu, alafu tutageuzwa kuwa watu wengine. Sitakuwa kama nilivyo. Hautakuwa mdhaifu, maana Roho Mtakatifu hana udhaifu, ni Mungu. Udhaifu ni wa kibinadamu. Ni wetu sisi wanadamu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ndugu zangu tuyakubali tu kwamba yanatokea au yamekuwepo kwenye maisha yetu kwa sababu
tumempungukia Roho Mtakatifu. Tumempucha nafasi, au wakati mwingine hatumpi kabisa nafasi. Sema nitakufundisha, jicho langu litakutazama, nitakufundisha, nitakushauri njia utakayoiendea. Kwa hiyo ni nani anaweza kufanya kitu cha hasara kama akifundishwa na Roho Mtakatifu? Hawezi kutufundisha kupata hasara. Tunapata hasara kwa sababu tunakwenda wenyewe. Tunapata hasara maana tunaamua wenyewe, wakati tumepewa mtu sahihi wa kutufundisha, wa kutushauri, wa kutuongoza na kutuombea kama Mungu anavyotaka. Jamani, Mungu atupe nini? Mungu atupe nini zaidi ya hilo? Mungu asaidie sana. Kwa kama tunataka kuwa watu wengine, tukubali tumrudie Roho Mtakatifu. Tumrudie Roho Mtakatifu. Tuwe watu wengine. Tumepewa Roho Mtakatifu, yani ni kitu cha thamani kuliko vitu vyote tulivyo navyo kwenye maisha haya. Lakini ona unavyomchukulia Roho Mtakatifu, si kama kitu cha kawaida tu. Lakini kumbe kiukweli sio kitu cha kawaida. Roho Mtakatifu sio kitu cha kawaida. Maana ni Mungu kamili, anayeishi na sisi, anayetembea na sisi, anayetamani tufanikiwe kama mbingu inavyotaka. Lakini sisi ndio tunachelewa wenyewe. Mungu asaidie sana. Kwa Sauli akaambiwa utapokea Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu kwenye huo ufalme, na utageuzwa kuwa mtu mwingine, na utaanza kufanya yale ambayo Mungu amekusudia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Yaani natamani unielewe kama ambavyo Roho Mtakatifu anataka tuelewe, ili tutamani. Ninachotaka kukuingizia kwanza ni uone umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba nikimkosa Roho Mtakatifu katika mambo ya ufalme, mimi ni maskini kama wengine. Nikimkosa, na wewe ukimkosa Roho Mtakatifu. Kuna mwandishi mmoja ameandika sana, ni Benini au na mambo ya Roho Mtakatifu. Nilikuwa na hicho kitabu, hata sijui kiko wapi. Akafika mahali anasema yeye akiamka asubuhi hamuoni, lakini alikuwa anamwambia shikamoo Roho Mtakatifu. Ni asubuhi ameamka, anamwambia shikamoo Roho Mtakatifu. Kwa yani ameumba kabisa kwenye ufahamu wake kwamba ninaye kila saa. Kwa hiyo kwa sababu yupo na ni mkubwa kuliko mimi, anampa nini? Shikamoo Roho Mtakatifu. Ni asubuhi. Ni jinsi alivyoumbika na kuona mambo ambayo, na Mungu alifanya mambo makubwa sana kupitia yule baba, kwa jinsi alivyomchukua Roho Mtakatifu akamuumba kwenye ufahamu wake na kuona kila kitu kinawezekana, maana ninaye Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu kamili. Amina. Kwa hiyo anasema kikitokea chochote, yani moyo wake ulikuwa ulipuki, maana anajua ninaye Mungu kamili. Sasa ni nini kinamshinda Mungu? Kwa hiyo ndugu zangu, wakati mwingine maisha yanatuchanganya kabisa, na huyu anafurahi tu maana anaona kwamba tumepewa msaada wa kutosha, lakini hatujaelewa. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo anageuza, anabadili maisha yetu. Anageuza, anabadili maisha yetu kila siku. Kwa hiyo ni wa muhimu sana na ni wa thamani kubwa mno Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hebu tuangalie Yohana 14. Tuangalie hapo Yohana 14 mstari wa 16.
naomba aliyepata anisaidie kusoma Yohana 14 mstari wa 16. Kaya nanyi hata milele. 17. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Mpaka hapo tu. Lakini kuna vitu nataka tuangalie, kwamba mstari wa 16 anasema nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo tumepewa huyu msaidizi, anakaa na sisi mpaka Yesu atakaporudi kutuchukua. Na kwa nini anasema milele? Yesu akija kutuchukua na tunaenda naye. Kwa hiyo anasema atakaa nanyi hata milele. Kwa hiyo tunaye kwa wakati huu sasa hapa duniani, lakini tutakuwa naye tena kwenye maisha ya milele. Lakini ninachotaka msaidizi. Unajua tungekuwa tunaweza tusingeletewa msaidizi. Lakini kwa sababu Mungu mwenyewe aliona hatuwezi akatuletea msaidizi. Kama Mungu aliona hatuwezi, ni nani mwingine wa kuona tutaweza? Kosa nyingine ni akili ya mtu inaweza ikamdanganya kwamba naweza bila Roho Mtakatifu. Naweza bila Roho Mtakatifu. Kumbe si kweli. Maana Mungu alishaona akasema nitamuomba Baba atawaletea msaidizi mwingine naye atakaa kwenu milele. Kwa Roho Mtakatifu si wa kutembea naye leo tu. Ni wa kutembea naye kwa maisha yote ya hapa duniani. Sababu kama tukimkosa basi Roho Mtakatifu hatuna msaidizi. Na kwa sababu hatuna msaidizi, kushindwa ni lazima. Kwa mambo ya kimungu hiyo, kushindwa ni lazima. Nasema kweli kama neno la Mungu linavyosema, hakuna mtu anaweza kutembea kwa usahihi kwenye njia ya Mungu kama ana Roho Mtakatifu. Hakuna. Hakuna. Kwa sababu yeye ndiye anajua usahihi tu wa njia. Hakuna mtu mwingine. Wengine ndio maana anatangulia, anatakiwa atangulie tufate nyuma. Sasa watu wengine wanataka kumtangulia Roho Mtakatifu. Haitawezekana. Haitawezekana. Kwa hiyo ndugu zangu, tumepewa msaidizi. Hebu tumpokee na tumkubali. Alafu tumsi aendelee kukaa kwetu. Nimesema akihuzunishwa huwa anaondoka. Akifanyiwa jeuri huwa anaondoka. Sasa kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni vipi? Ni vipi? Au tunamhuzunisha kwa vipi? Pale anapo tushauri, pale tunapokataa kufata usahihi. Unajua tukiwa kinyume na neno la Mungu, tumekuwa kinyume na Roho Mtakatifu. Maana nimesema Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Yaani Mungu nisemeje? Mungu hajakamilika pasipo Roho Mtakatifu. Yaani Mungu ni Roho Mtakatifu ni Mungu na anakaa ndani ya. Kwa hiyo ni Mungu katika nafsi tatu, lakini ni Mungu mmoja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu, lakini eti akakubali kutoka mbinguni aje akae duniani, aishi kwenye maisha ya mtu ambaye ameamua kuokoka, kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo tumepewa msaidizi wa kutusaidia. Unaye, unatembea naye. Sasa ile kumbuka tulikoanzia nilisema zamani ilikuwa rahisi tu wale kujua hapa Mungu ametuacha, kwa hiyo mkutano simama. Alafu tutengeneze tutembee naye. Sababu ilikuwa ni ishara inayoonekana kwa macho ya damu na nyama. Lakini wakati wetu ni mgumu. Ndio maana siasa ni nyingi.
Ukimwambia mtu angalia maisha, kwani umenionaje? Umenionaje? Ni kweli anataka umhakikishie umemuonaje. Lakini Roho Mtakatifu si anamuona. Roho Mtakatifu si anajua. Anajua maisha yetu, anajua mapungufu yetu. Wewe piga picha tu hivi sasa, inakuwaje? Kwa nini sisi kwenye Agano Jipya, kizazi hiki cha sasa, kutembea na Roho Mtakatifu inakuwa ni ngumu? Kwa nini inakuwa ni ngumu? Inakuwa ni ngumu kwa sababu yani tunataka kuweka akili zaidi kwenye mambo ya kimungu. Na haitaenda. Maana Mungu ameweka kanuni yake, haijadiliwi, wala hakuna kipindi inapitwa na wakati kama sheria zingine unasikia sasa tubadilishe katiba kidogo. Hii ni katiba ya milele. Haibadilishwi. Haifanywi masahihisho hii. Sasa kuna mtu alikufuru na sijui kufuru itakuwaje. Na Mungu alichukia na aliachia mapigo tu ya kutosha. Maana aliutangazia ulimwengu kwamba hii Biblia imepitwa na wakati. Ni tamko la mwaka huu tu yetu. Na kwa sababu imepitwa na wakati, ninataka niibadilishe, nilete Biblia inayokwenda na wakati. Lakini kwa wale wanaojua ni nani, wanajua kilichotokea kwenye ile nchi. Ni neno tu amesema, lakini maelfu ya watu wameisha kwa sababu ya neno la mtu mmoja aliyekosa busara. Kwa hiyo hii ni katiba ya milele, haibadiliki. Wala haitabadilishwa kwa sababu mtu anataka, itabaki hivi na ndio itakayokwenda kutuhukumu siku ile ya mwisho. Kwa hiyo kanisa la Mungu, watu wa Mungu, hakuna mtu ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya hukumu, yani kwa ajili ya jehanamu. Hakuna. Hiyo hakuna kabisa. Mtu atakwenda jehanamu kwa sababu yake tu, lakini sio kusudio la Mungu. Ndio maana hata maandiko yanasema Mungu afurahi kifo cha mwenye afurahi kabisa. Lakini sasa watu watakwenda kuhukumiwa kwa sababu wamekataa kweli ya Mungu. Hiyo tu. Lakini kanisa la Mungu tumepewa mwalimu Roho Mtakatifu atufundishe. Tumepewa atusaidie. Tumepewa atuongoze. Hivi kama tukipotea tutakwenda kumwambiaje Mungu? Nimewapa msaidizi, nimewapa mwalimu, nimewapa kiongozi, nimewapa na muombezi wa kuwaombea kama mimi ninavyotaka. Sasa Mungu atupe nini? Maana kama ni mtaji wa kwenda mbinguni ndio huo. Mungu atusaidie kanisa. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu maana ninaona jinsi ambavyo tunaelewa. Amen. Ukweli naona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anasema na watu. Ni wakati wa kuangalia. Ni wakati wa kuangalia. Kila mtu aangalie tena ili kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kama ndio uendelee, na kama sio utafute kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni msaidizi ambaye Mungu ametupa. Lakini kuna kitu nimeona kingine, anaweka sheria ya Mungu ndani yetu. Hebu Warumi 8 mstari wa 2. Warumi 8 ule mstari wa 2. Naomba jamani tusaidiane tu, kuna maandiko sio mengi sana lakini nataka leo tumalize. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Au tu sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo analeta sheria ya Mungu ndani yetu ambayo inatutenga na sheria ya dhambi na mauti. Kumbuka ya kwamba yani
kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa Roho Mtakatifu ni haki ya Mungu ndani yetu. Yeye ndiye haki ya Mungu. Anaileta haki ya Mungu ndani yetu kwa sababu tumemkubali. Nini? Hata ninapozungumza hapa sasa hivi. Alafu unajua tukimpa Roho Mtakatifu nafasi huwa anaingilia misimamo yetu tulionayo sio mpendeza Mungu. Anang'oa tabia za asili. Kuna vitu yani mimi kama mimi kweli sitaweza kuving'oa kwenye maisha yangu. Sitaweza na wewe utaweza. Lakini tukimpa nafasi Roho Mtakatifu, yeye anang'oa. Biblia imesema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Lakini nani anang'oa? Nani anang'oa hilo pando? Ni Roho Mtakatifu, maana yeye ndiye anajua ili si la Mungu. Wewe unaweza ukaona hilo pando ni hicho ni cha kimungu, lakini Roho Mtakatifu anapokiona anaona sio cha kimungu hicho. Mungu asaidie sana. Siku nyingine tutaona hasara kwa kupitia maandiko, lakini hii ilikuwa kuongozwa na Roho. Hasara ziko nyingi za kutokuongozwa na Roho. Kwa hiyo hapo anasema kama Roho wa Mungu anakaa, kwanza anasema wale wanaofuata mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Maana yake wanaoongozwa na mwili. Sasa maana inakuwa kinyume, kuongozwa na Roho Mtakatifu au kuongozwa na mwili. Yani kuna vitu, yani kuna mambo ya ajabu kabisa. Unaweza ukaona kwamba Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu kwenda nyikani kujaribiwa. Roho Mtakatifu. Sasa kama Yesu wakati akiwa na mwili hapa duniani alimuhitaji Roho Mtakatifu, mimi na wewe ni nani tusimuhitaji Roho Mtakatifu? Alafu bado tuwe na matumaini kwamba tutafika huko tunakofika. Haitawezekana. Kwa hiyo anasema kabisa ya kwamba lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Sio mimi nimesema, ni maandiko. Lakini yani kuna vitu tu, yani utajua kabisa natembea na Roho Mtakatifu au sitembei naye. Mungu asaidie sana. Lakini tusome andiko lingine, Yohana 15:26. Alafu tutamalizia na kwa Wagalatia. Yohana 15 mstari wa 26. Aliyepata jamani asoma. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Amina. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, huo mstari wa 26 anasema anashuhudia ndani yetu. Anashuhudia ndani yetu. Anashuhudia nini? Anashuhudia haki ya Mungu ndani yetu. Anashuhudia haki ya Mungu ndani yetu. Kwa hiyo uhitaji kujua, yani yale matunda, yale yanayozaliwa ndani yangu, ndani yako, ni udhihirisho tosha kama unaongozwa na Roho Mtakatifu au uongozi. Maana akiwepo anashuhudia haki ya Mungu ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Anashuhudia haki ya Mungu ndani yetu. Kwa hiyo yeye ni shahidi wa Mungu ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Muda umeisha, hautoshi sana, lakini anashuhudia haki ya Mungu ndani yetu. Akiwepo anashuhudia haki ya Mungu ndani yetu. Ndio maana ukikosea kama yupo, utajua uhitaji kuja kuambiwa, maana anashuhudia ndani yetu. Naomba sasa tutamalizia pale kwa Wagalatia 5:16 na 18. Kuna kitu nataka tukiangalie hapa. Basi
Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho ukishindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Niendelee. Kuna sababu. Lakini mkiongozwa na roho ni 18. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asifiwe. Amen. Sasa tunataka kuhitimisha hapo. Anasema basi nasema, unakoma pale. Enendeni kwa roho, unakoma. Wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Akaweka nini? Basi enendeni kwa roho. Ile roho imeandikwa kwa herufi kubwa ikionyesha ni Roho Mtakatifu. Wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa maana nyingine, Roho Mtakatifu anatupa kuishi maisha ya kiasi. Akiwepo anatuwezesha, anatupa kuishi maisha ya kiasi, maana anajua kamwe yani hatutaweza kutimiza tamaa za mwili. Kuna watu wakisikia tamaa za mwili tu anakimbilia mambo fulani, lakini anaposema tamaa za mwili ni ujumla wa yale mambo ambayo mwili unayataka. Kwamba yana hatutatosheka, lakini tukiwa na Roho Mtakatifu anatupa kuishi maisha ya kiasi. Amen. Ndio maana hilo kwamba kamwe, maana we angalia tu leo, kama ulikuwa unahitaji kitu fulani ukikipata leo tayari mwili unataja na kingine ukipata. Kwa hiyo kamwe hapa duniani hakuna kutosheka, lakini tukiwa na Roho Mtakatifu anatulimiti kwamba tunakuwa na maisha ya kiasi ili eti tusimuache Mungu. Kwa hiyo anasema kamwe, na hiyo ni ukweli kwamba eti mwili ufike mahali sasa ukipata hiki unataka hiki, ukiona hiki unataka kile, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia kuwa na maisha ya kiasi, kuwa na maisha ya kiasi. Anasema kwa kuwa mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Yaani kuna kitu ambacho kwa Warumi 8 amesema sana mwili. Amesema sana mwili. Na Paulo alipata mafunuo makubwa ya kujua mwili. Na ukweli ndivyo ilivyo tu kwamba mwili siku zote, kwa sababu asili ya mwili ni duniani eti, si ndio? Kwa hiyo yani unachotaka mwili siku zote ni mambo ya hapa tu. Mwili wangu hauwezi kutamani mambo ya roho, maana kwanza hauyajui. Kwa hiyo siku zote ni mambo ya hapa, ni mambo ya hapa. Ndio maana tukapewa mtu wa kutusaidia kuutiisha na kuukandamiza mwili ili roho ifanikiwe kutamani mambo ya juu. Kwa anasema kamwe, anasema basi enendeni kwa roho. Mungu atusaidie sana. Kwa ndugu zangu, kuna mambo sasa ya yani uamuzi wa mtu. Maana tumeokoka ndio, tumepewa na Roho Mtakatifu ndio, lakini kutembea na Roho Mtakatifu inanihitaji mimi. Pale Mungu hayupo tena, yeye amenipa basi. Nikimkubali ananiongoza, naendelea kufanikiwa kiroho, naendelea kuziona kazi za Mungu zikifanyika ndani yangu. Nikikataa basi. Kwa hiyo ni jukumu langu, ni jukumu lako kuangalia watu wa Mungu sasa namna tunavyokwenda kumalizia. Maana ni kweli Biblia imetuhakikishia hatutatoshelezwa kamwe na maisha ya hapa. Hata mtu akishindana nayo vipi, hata mtu angepata nini, Biblia imeshatuhakikishia, na huo ndio ukweli tu. Kwa hiyo heri tukubali kuongozwa na Roho atupe kuishi maisha ya kiasi.
atuongoze na kupata faida, maana tumefanya mambo mengi ya hasara kiroho na kimwili. Kwa hiyo aheri tukubali, kanisa la Mungu, kila mtu arudi tena angalie. Kila mtu arudi tena angalie. Akiwa ndani yetu atatuombea kama Mungu anavyotaka. Atatushauri, atatufundisha, atatusaidia mataifa yetu tulio nayo mengi. Samahani nilisema tumalizie na huo mstari alafu tutaenda kuomba Mungu. Ile Warumi 8:26 na 27. Naomba tumalizie. Lakini ukiwa nyumbani kwako, hebu kasome huo mlango wa Warumi wote wa 8. Karudie tu taratibu tena. Tunaye mwalimu mzuri, Roho Mtakatifu anaweza asiwa anaweza atakufundisha zaidi na zaidi. 26 na 27 hiyo Warumi 8. Kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe tuombea kwa kuugua usipoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo ajua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Nafikiri ndugu zangu, tumeona jinsi ambavyo sisi ni wadhaifu. Mimi ni mdhaifu, wewe ni mdhaifu. Tunamhitaji huyu mwenye nguvu ili atusaidie. Lakini kuna maneno yanatia moyo sana hapo kwamba anachukua udhaifu wetu, anachukua wangu, anachukua wako na kuombea, anatuombea kama Mungu anavyotaka. Bwana asifiwe sana. Hebu naomba kanisa tusimame. Dani, hebu tuabudu. Roho ashuke tena. Ninamhitaji Roho Mtakatifu, nahitaji nguvu nyingine. Sauli aliambiwa Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu na wewe utakuwa mtu mwingine. Mimi nahitaji kuwa mtu mwingine. Kama tunatoka, tutoke na kurudi mapema. Roho Mtakatifu anataka atupe nguvu nyingine. Roho Mtakatifu, wakati tunaabudu unaweza ukasogea mbele, maana madhabahu ina moto wake. Hakuna mtu anawekea mtu mkono, lakini kiukweli nimemsii Mungu na tutamuona Mungu. Tutapokea nguvu nyingine ya kutusaidia. Kama ni mgonjwa au ni uko akishuka anafanya hayo yote. Akishuka anafanya hayo yote. Nimesema wakati tunaabudu unaweza ukasogea mbele, si lazima, lakini Mungu natamani mno, natamani kupokea nguvu ya kunifanya mtu mwingine kama Sauli alivyoambiwa, utapokea Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu na wewe utakuwa mtu mwingine. Haleluya, utakuwa, maana pasipo hiyo nguvu najua hatutaweza. Funga macho, endelea kutafakari toka tulikoanzia mpaka tulikoishia. Ushuka tena. Tamani Roho Mtakatifu akuguse. Ayauishe maisha yako. Ukisikia kusogea, sogea mpaka hapo mbele. Lakini atatugusa tena. Atatugusa. Ushuka tena. Hallelujah. Mbia Bwana Roho shuka tena. Ushuka tena. Ushuka tena. Mwambie tena Bwana Roho shuka tena. Ushuka tena. Hallelujah. Ushuka tena. Roho ushuka tena. Tamani Roho akuguse, hata uliye baki utamani Roho akuguse. Ushuka tena.
Tutubu mbele za Mungu, tuseme Mungu Baba, tuko mbele zako, tumelisikia neno lako, tumelikubali, tumelipokea, tumeona jinsi ambavyo tumehuzunisha Roho Mtakatifu. Baba, tunatubu, tunaungama, tunaomba utusamehe, turudie tena Mungu wetu, tusamehe Mungu wetu, tupokee tena, tukubali tena kwa ajili ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Inua mikono juu nikuambie, na hesabu 1 mpaka 3 tumepatana na Roho Mtakatifu. Tumepatana na, pokea hiyo nguvu, maana ipo tayari inatembea. Na ukisha pokea, naomba uitunze. 1, 2, 3. Pokea Roho Mtakatifu, pokea mafuta, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, moto Roho Mtakatifu. Karabashaka, korobobosaka, rikarabobobobo,
Tunakushukuru Mungu wetu, tunakushukuru Baba yetu. Asante kwa mafuta, asante kwa upako, asante kwa roho yako, asante kwa neema yako. Ubarikiwe Mungu, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe mfalme, uinuliwe shujaa. Tunakushukuru Bwana katika jina la Yesu. Sifa na utukufu tunarudisha kwako Bwana. Haleluya. Basi naomba tukakae, naomba tukakae, naomba tukakae. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi ya sifa na shukrani tena.